Jambo la kwanza ni Lebanon, masuala ya kikanda na fidia ya vita. Iran imejaribu kupanua uwigo wa mazungumzo kwa kuingiza masuala ya mgogoro ya kikanda, ikiwemo Lebanon na makundi kadhaa ya wanamgambo katika eneo la Mashariki ya Kati kama Hezbollah, Houthi na Hamas, ambapo kundi la Hezbollah lenyewe lipo Lebanon, Houthi lipo Yemen, Hamas lipo Gaza na mengineyo yapo nchini huko Iraq. Pia imeibua madai ya fidia ya uharibifu uliotokana na mgogoro wa muda mrefu, hatua ilionekana kuongeza ugumu wa mazungumzo. Kwa upande wa Marekani, msisitizo umebaki katika masuala ya nyuklia, usalama wa bahari badala ya ajenda pana ya kikanda. Sababu nyingine ni mlango wa Hormuz. Mlango wa Hormuz unaopitisha takriban 20% ya mafuta duniani umeendelea kuwa eneo nyeti la mgogoro. Iran imekuwa ikitafuta nafasi ya kuongeza udhibiti wake juu ya njia hiyo, ikiwemo uwezekano wa kutoza ada kwa meli zinazopita. Marekani na washirika wake wameendelea kusisitiza umuhimu wa kuhakikisha uhuru wa usafirishaji wa kimataifa katika eneo hilo nyeti. Ilikuwa sehemu kubwa ya ajenda. Mvutano kuhusu suala la mlango bahari wa Hormuz ulikuwa umejitokeza hata kabla ya mazungumzo, huku kukiwa na hofu miongoni mwa wadau wa usafirishaji wa kimataifa.